twende kusemea miradi ambayo imeshatekelezwa kwenye mamlaka zetu. Ukiangalia sasa hivi Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kweli ameleta fedha nyingi za maendeleo kwenye mamlaka zetu. Tumetekeleza miradi mikubwa kwenye mamlaka zetu. Sasa amesema hiyo miradi, hayo mambo twende kuyasemea kwa wananchi. Twende kuwaambia, na alitolea mfano kwamba usipojisemea hakuna atakaye kusemea. Kwa hiyo lazima twende kusema miradi. Na hapa mimi nitoe wito kama kiongozi wa jumuiya ya serikali za mitaa, nikiwa na msaidizi wangu meya hapa wa jiji la Dar es Salaam, ni wakati sasa waheshimiwa madiwani kila kata yake kuanza kufanya mikutano ya hadhara, aidha kila kitongoji, kwenye vijiji, kwenye mitaa yetu, kwenye makundi, ili kuwaeleza mema yaliyofanywa na serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, jinsi ilani ya Chama cha Mapinduzi ilivyotekelezwa kwenye maeneo yetu. Yapo yanayoonekana, kwa mfano majengo yanaonekana, vyoo vinaonekana, barabara za lami zinaonekana, lakini yapo ambayo hayaonekani. Mfano ajira. Mimi nawapa mfano mdogo. Dr. Samia Suluhu Hassan anaingia madarakani mwaka 2021, tulikuwa na uhaba mkubwa wa watendaji wa vijiji na mitaa. Na tulia mfano wa Bukoba DC, halmashauri ya Bukoba. Sisi tuna vijiji 94. Anaingia madarakani tulikuwa na upungufu wa watendaji wa vijiji 40. Lakini leo hii ninavyokuambia hakuna kijiji chochote ambacho hakina mtendaji wa kijiji. Kwa hiyo maana vyote amekava hizo ajira. Tulikuwa na upungufu mkubwa wa walimu wameajiriwa. Tulikuwa na upungufu mkubwa wa wahudumu wa afya wameajiriwa. Mpaka sasa hivi wameenda mbali, wanataka kuajiri kila mhudumu wa afya kwenye kijiji, ili sasa kwenye jamii ile husika kuwepo na mtu ambaye amepewa mafunzo ya huduma ya afya, ili pale ambapo kuna upungufu wa nurse, kuna upungufu, ili awepo yule kuweza kusaidia. Walikuwa wanafanya MDH kwenye halmashauri zetu. Sasa hivi serikali inaliona kama ni la muhimu sana. Kwa hiyo yapo ambayo Mheshimiwa Rais ameyafanya kupandisha daraja, lakini yapo mengine ambayo ameyafanya kama kuhimiza kusimamia sheria, taratibu. Umeona hata yeye akichukua maamuzi ya mtendaji amekosea, anatumia taratibu ili kumchukulia hatua yule. Kwa hiyo haya yote ni mambo ili watu wayaelewe. Lakini angalia kwenye mamlaka zetu, watu wanavyofanya kazi kwa uhuru, wanaotoa mawazo, wanavyojiamini, hawana kizuizi chochote. Hayo yote ni watu wa kuwaelewesha. Lakini pia kipato kwa wananchi. Watu wanaweza kaona kwamba sasa haya tunayaona madarasa nani, lakini je, kwenye kipato, lakini ukija kuangalia sasa hivi kipato cha mtu mmoja mmoja kimebadilika. Kwa mfano, unakuta kwamba halmashauri ilikuwa labda ina masoko, lakini unakuta yale masoko yameboreshwa. Kuboreshwa kwa soko ni tayari kumuongeza kipato yule mwananchi, yule mtafutaji. Twende kwenye kilimo. Uliona BBT inavyofanya kazi. Uliona masoko yalivyofunguliwa watu kufanya biashara. Sasa hivi magari yanakwenda vijijini kuchukua mazao. Nitoe mfano. Sasa hivi kahawa. Dr. Samia Suluhu Hassan ameingia madarakani, kilo moja ya kahawa ilikuwa inauzwa shilingi 2100 mpaka 2500. Sasa hivi kilo moja ya kahawa inaenda shilingi 6000, 5500. Kwa hiyo na kipato cha mtu mmoja mmoja kimeboreshwa. Kwa hiyo haya ndio mambo ambayo ameagiza Mheshimiwa Rais twende kuyasema kwa wananchi, waelewe, wajue kwamba mama amefanya kazi. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.